umuhimu wa dua, sala na maombezi kwa ajili ya watu wote. Tumekuwa na mfululizo wa ujumbe huu kwa kipindi cha session 4, na msisitizo hasa ulikuwa kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya watu wote, kwamba dua, sala na maombezi kwa ajili ya watu wote, kwamba tunaonaga mara nyingi katika kanisa tunaombeana, tuwe pesa sana kuombeana sisi wapendwa kwa wapendwa, tuwe pesa sana kuombeana kwa watu ambao tunawajua, tunajuana. Lakini msisitizo wa ujumbe huu ulikuwa unazungumza kwa ajili ya watu wote, kwamba tunapoomba dua, sala na maombezi tusiwasahau wale ambao pengine wakati mwingine hawatuhusu, sio washirika wenzetu, sio waamini wenzetu, sio wapendwa wenzetu. Kwa sababu niseme hivi, kama tunataka katika ulimwengu huu kuathiri ulimwengu, lazima wale ambao tunawaendea tuwaombee, lakini pia si hivyo tu, kwamba hata tukitaka kuona mema katika mahali ambapo Mungu ametuweka, lazima tuombe kwa ajili ya wale ambao pia wanatuzunguka. Kwa sababu inawezekana hata muamuzi wa jambo fulani katika maisha yako au katika maisha ya wanaotuzunguka, yaani inawezekana mtu wa namna hiyo sio muamini. Sasa kuna wakati ya kubidi ukumuombea ili hata maamuzi anayoyafanya yawe ni maamuzi ambayo ni mazuri. Kwa hiyo swala la kuomba dua, sala la maombezi haliishi tu kwamba tunaombeana sisi kwa sisi kanisani, tunaombeana familia zetu, tunaombeana ndugu zetu tu, lakini tukasoma maandiko kwa wiki 4 hizo zilizopita, kwa mfululizo wa hizo siku 4, kwamba msisitizo hasa ni kuomba pia kwa ajili ya watu wote. Sawa, tunaombeana sisi kwa sisi kama kanisa, lakini hata kwa watu wengine hatutakiwi tuwaache. Majirani zako katika mtaa, unaweza ukaona changamoto fulani au kuna jambo fulani unaliona, ushawahi kukaa kuomba kwa ajili hata ya jirani yako? Kuomba tukumwambie Mungu, hebu Mungu, huyu mtu, unajua iko hivi, Mungu anaweza akafanya kitu sio kwa sababu yule ana imani, kwa sababu ya imani yako. Tutakuja kuona kitu kinachoitwa maombezi, kwamba maombezi yana relay au yanategemea imani ya yule ambaye anaomba. Hiyo inaitwa maombezi. Kwa hapo unaweza kumwombea mtu hata kama aamini, unamuombea kwa kutumia imani yako, alafu anapokea uponyaji. Kwa mfano, unafikiri kuna siku moja Yesu alipokea wazee wa mji katika Israeli, wakamwomba Yesu akamponye mjakazi wa jemedari mmoja katika Israeli. Wakati wanaelekea katika ile nyumba, yule jemedari akatuma mtu akamwambia Yesu kwamba, bana, wewe ustahili kuingia katika nyumba yangu, lakini sema neno tu, mtumishi wangu atapona. Inawezekana yule mtumishi ambaye alikuwa anaumwa, wala hakuwa anafikiria kwamba kutakuwa kuna Yesu atakuja kuniombea, lakini yule jemedari alisikia kuna mponyaji, akaomba wazee, kwa sababu wazee wa kipindi kile walikuwa wanamheshimu. Kwa nini? Kwa sababu walimwambia Yesu kwamba huyu mzee anatupenda kwa sababu alitujengea hekalu. Kwa hiyo wale wazee wa mji ule wakamfuata Yesu kwa sababu yule jemedari, tunasema jemedari yule au yule jemedari alikuwa ni Mrumi kwa asili, yaani alikuwa sio Muisraeli, lakini wakasema huyu mtu analipenda taifa letu. Maana kwamba alisikia akaamini kwamba kuna mponyaji katika Israeli. Lakini je, yule mgonjwa ambaye alikuwa pale, yule mgonjwa inawezekana hata walikuwa hata hawazi kwamba kuna mtu anaweza akaniponya.
Kwa hiyo inawezekana kabisa kama Yesu aliponya mtu ambaye wala hata hajakutana naye, wala hata mjui. Unajua yule jemedari hakukutana hata na Yesu. Wala yule mgonjwa wala hata hakukutana na Yesu. Lakini alisema neno, alafu yule mtumishi akapona. Nini? Ndivyo ambavyo inatupasa. Kuna wakati unasikia situation bana, jirani hapo anapitia. Unaweza kusema neno tu, Mungu, hebu shughulika naye, msaidie. Kwa sababu unajua iko hivi, jirani yako akiwa na furaha, maana yake ni kwamba una jirani mwenye furaha. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mahali pale pana furaha. Jirani yako akiwa na amani, maana yake ni kwamba nini? Mahali pale panakuwa na amani. Lakini wewe utajisikiaje kwamba umekaa hapo katikati, lakini wote wanaokuzunguka ni majonzi matupu, wote wanapita. Kwa ili mahali pawe na amani, mahali pawe na utulivu, mahali pawe na furaha, sisi kuwa nuru pia na kuwaombea wengine. Inawezekana hata hawaamini. Kwenye ofisi, upo kwenye ofisi, unafanya kazi kwenye ofisi ambayo unajua kabisa hapa niko ofisi. Lakini pia pale kwenye ofisi kuna watu wengine hata hawamwamini Mungu unayemwamini. Lakini unaweza ukaomba, Mungu, naomba kwa ajili ya mahali hapa, naomba kwa ajili ya ofisi hii. Kama kuna chuki ambazo pengine watu wanapigana wao kwa wao, wanavutana wao kwa wao, unatakia amani mahali pale. Sio kwenye ofisi pengine kunakuwa na changamoto ya watu kuvutana, alafu na wewe unachagua upande, na wewe unashabikia, na wewe unakuwa badala ya kuzungumza maneno yenye kujenga, wewe unakuwa ni mchochezi, alafu unasema wewe unamwamini Yesu Kristo. Haiwezekani. Upo kwenye ofisi, wewe ni muamini, kuna watu wanavutana, omba kwa ajili yao. Mwambie Mungu, naomba hao watu wapate kuwa na amani, ili ofisi yetu ipate kuwa na. Ndivyo inatupasa kuomba kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo msitizo wa somo hili, dua, sala na maombezi, ni kwa ajili ya watu wote. Msitizo hasa ni kwa ajili ya watu wote. Sasa wiki iliyopita tulikaa sana kwenye dua, sala na maombezi kwa misingi ya kimaagano, kwamba tukaangalia kwamba katika Agano la Kale namna ambavyo walivyokuwa wanaomba na katika Agano Jipya ni tofauti. Katika Agano la Kale kwenda mbele za Mungu ilikuwa kidogo ina ugumu fulani, kwamba kukikaribia kiti cha Mungu ilikuwa sio kirahisi tu unaamka unaomba tu. Ilikuwa Mungu alikuwa ameweka utaratibu ambao ulikuwa sio rahisi mtu yoyote kwenda mbele zake au mtu yoyote kumuomba. Katika Agano lile la Kale watu walikuwa wakiomba kupitia makuhani, kupitia manabii, ukoo wa kikuhani, Walawi ndio walikuwa wamepata ile access, wamepata ile uhalali wa kwenda mbele za Mungu. Sasa hivi pia nako tunataka tuweke mambo ya kilawilawi, mambo ya kikuhani, kwamba na mimi nina jambo langu naenda kumshirikisha, ndio lipeleke mbele za Mungu. Tumeshatoka huko. Unamwamini Yesu Kristo, jina lake, kwa jina langu muombeni Baba lolote kwa jina langu atawapa. Unaomba kwa jina lake. Kumshirikisha sio mbaya mtendakazi pamoja nawe, au kumshirikisha mtumishi wa Mungu sio mbaya, lakini usiende kama unaenda kwa Mlawi, kwamba unaenda yani yeye ndio akisema yeye mambo ndio yatafanyika. Tumetoka huko. Atupo katika ukuhani wa Haruni, kwamba Haruni ndio alikuwa na uhalali wa kwenda mbele za Mungu pamoja na wanawake, kwamba ukoo wa kikuhani ulikuwa una uwezo wa kwenda mbele. Tumeshatoka huko. Una jambo, unaenda mbele za Mungu, unamwambia Baba, nina hili. Na unajua maombi ni kitu kingine ambacho nadhani nikisema ni kwamba hayana specific language, kwamba kuna aina fulani ya lugha, kwamba lazima ni unajua Mungu yani lazima ukorome fulani. Yaani sio lazima ukaze. Kuna mtu anaweza kaongea naye bana vipi bana? Safi kabisa. Ambia vipi? Bana nimetoka kwenye maombi. Sasa maombi bwana tunatishana au vipi? Kwa hiyo tone. Yaani ninachotaka kusema ni nini? Kwamba hakuna tone au aina fulani
ya kusema hivi ndio kwamba ndo maombi. Baba nini? Sio mbaya kama ni sema ni staili yako ya uongeaji. Lakini kama ndio kwamba unafikiri ukisema hivyo ndio kwamba Mungu atanisikia. Hapana. Lazima tuelewe kwamba anasema njoeni tusemezane, asema Bwana. Kusemezana ni kwa namna yako hiyo hiyo, kwa njia yako hiyo hiyo, kwa sauti yako hiyo hiyo. Yaani usije ukatisha sauti ya radi, unatoa sauti ya radi, unamkemea mtu mpaka mate, unamtemea mate usoni. Yaani tusicomplicate maisha. Nimesema hivyo kwa sababu ya kutocomplicate maisha. Kwamba wewe una jambo ambalo unataka kwenda mbele zake. Nenda mbele zake usemezane naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimekizungumza. Tulizungumza dua sana na maombezi kwa msingi wa kimaagano wiki iliyopita. Tukaangalia kwamba katika Agano la Kale walikuwa wanaenda mbele za Mungu kwa kupitia wateule wake, makuhani, manabii. Lakini katika Agano Jipya sisi tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu pake kwa damu ya Yesu. Waebrania 10:19 anasema basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Makuhani waliingia kwa damu ya mwanakondoo, ya wanyama. Walipaingia patakatifu kwa damu ya wanyama. Na ilikuwa kila wakiingia lazima waende kwa damu. Yaani ilikuwa hekalu la miaka ile, ilikuwa wale Wayahudi walikuwa wakitoa sadaka, wakichinja kila siku. Lakini sisi tunaingia patakatifu kwa sababu ya damu ambayo alinyunyiza Yesu miaka 2000 na iliyopita. Kwa hiyo damu yake iliponyunyiza ikatupa sisi uhalali wa Sasa nikizungumza hapo kwenye damu kidogo itawasumbua kidogo, sababu ni kitu kirefu. Lakini iko hivi kwamba damu yake, damu ya Yesu aliponyunyiza patakatifu, damu ya Yesu inazungumza. Damu katika ulimwengu wa roho inasema, inazungumza. Damu inasema, inazungumza katika ulimwengu wa roho, inazungumza kwamba inabeba taarifa. Kwa damu ya Yesu inachozungumza ni nini? Katika ulimwengu wa roho inazungumza habari ya msamaha. Kwa hiyo alivyonyunyiza, toka alivyonyunyiza pa inazungumza kwa habari ya msamaha wetu. Kwa hiyo ukisema kwamba tunaingia patakatifu, kwa nini tunaweza tukaingia? Kwa sababu tunapokea msamaha. Kwamba sisi ukienda mbele za Mungu una makosa, haustahili, kwa sababu Mungu atakuhukumu. Atakuhukumu. Lakini kwa sababu kuna damu ambayo tayari inazungumza msamehe. Maana ukiingia tayari msamaha wako umetangazwa. Bwana Yesu asifiwe. Petro wa kwanza 2:9 anasema bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa, mliokuwa mkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Kulikuwa na ukoo wa kikuhani katika Agano lile la Kale, ambao Wayahudi au Waisraeli katika makabila 12, kuna kabila moja lilikuwa linaitwa Lawi. Lilikuwa ni kabila la kikuhani. Lakini katika Kristo Yesu ni kuhani mkuu. Alafu sisi ametufanya kuwa ni ukuhani wa kifalme. Kwamba kuwa ni sehemu ya ule ukuhani. Maana Haruni na wanawake wote au watoto wake walikuwa ni ukoo wa kikuhani. Lakini na sisi pia tunapomwamini Yesu Kristo, kwamba Yesu Kristo ni kuhani mkuu, maana kwamba na sisi pia kwa sababu ni watoto wake, ina maana na sisi ile status ya kikuhani tunayo. Kwa hiyo tuna uhalali wa kwenda mbele zake, tofauti na kipindi kile. Kwa hiyo tuliangalia kwa kina hapo wiki iliyopita, nisingependa nirudie huko, lakini kwamba tu nilikuwa naamua kurejea tulikotoka, kwamba dua, sala na maombezi lazima yawe na msingi wa kimaagano. Sio kila kitu unasema kwamba hili nikilipeleka kwa mtumishi wa Mungu ndio atalipeleka mbele za Mungu atamsikia huyu. Tunaanza kuleta mambo ya kikuhani. Na ndio maana nikisema hivi najua nitawachanganya kidogo, kwamba hata Biblia iliposema kwamba sehemu ya 10 ya zaka ni ya Walawi, kwa sababu kipindi kile kulikuwa kuna Walawi. Sasa hivi wewe unadai sehemu ya 10 kwamba mimi ni Mlawi. Najua sisi kwani wa Kilawi. Sio mbaya kumtoa 10%. Lakini usitoe kwa sheria ile kwamba hii ni lazima. Ukitoa
10% kwa ajili ya kusikia ndani, bana nimesikia ndani 10%, ngoja nikatoe sadaka kwa maana ya kazi ya injili iendelee, it's okay. Lakini usije ukadaiwa kwamba bana, unajua sisi hiyo imeandikwa kwa Walawi, mimi ni Mlawi, kwa hiyo kwa sababu mimi ni Mlawi lazima ufanye hivi. Hatuwezi kwenda kwa staili hiyo, sio kwa lazima. Mungu mpenda mtu atoaye kwa moyo wa upendo. Kinachokusukuma kutoa ni upendo. Usije ukasimamia kwamba unajua huyu ni Mlawi. Ndio sasa kwenye maombi kwamba saa hizi kuna watu ambao wao ndio waombeaji wakubwa katika kanisa, kwamba bana jamaa yule ana upako wa kuombea. Kwa hiyo ukiwa na ombi unatafuta kwenda kumuona mtumishi fulani, unapambana kwenda kumuona mtumishi fulani. Kwa nini? Kwa sababu hiyo jamaa ni kuhani mkuu. Yaani tuna ile mentality ya kwamba yule ndio akipeleka maombi yangu yataenda kwa haraka. Tayari tunarudi katika namna ile, kana kwamba baba sisi hatusikii. Sio mbaya kwenda kumshirikisha mtumishi wa Mungu aombe kwa ajili yako, lakini ni mbaya kumtegemea, kwamba ninategemea kwamba yule kupitia, yani ukishaenda kwa utegemezi. Akifanya hivyo mtoto mchanga, it's okay, kwamba mtoto mchanga hawezi imani yake bado ni changa, hawezi kujisimamia. Lakini kuna watu mishi wa Mungu kabisa leo hii, yeye tayari ameshakomaa na ana uhakika kwamba kwa njia ya jina la Yesu Kristo Mungu ananisikia. Alafu bado unapambana, unapanda magari kwenda eti kuombewa. Unachukua tiketi, unapanda ndege kwenda it's okay kwenda, kwa mfano ukienda kumsikiliza mafundisho, sawa. Lakini unapanda ndege, unapanda si wapi kwenda Nigeria kwenda kuombewa na hatuwezi kwenda kwa namna hiyo. Tumeshatoka kwenye hilo agano. Yaani hiyo agano kwanza ilikuwa linawahusu wana wa Israeli. Ilikuwa lazima waende kwa kuhani. Ilikuwa lazima. Kwa sasa hivi mtu ambaye anategemea kuombewa actually ni mtoto mchanga, bado hajakomaa. Ukiona mtu anategemea maombezi ni mchanga. Lakini Mungu anatuita leo, au anazungumza nasi leo kwamba baba anatusikia. Ukisikia kuna mkwamo au kuna kitu chote ambacho unataka msaada katika ulimwengu wa roho, nenda mbele zake, mwambie baba, ninaomba jambo hili. Na usiende kulalamika. Unajua kuna namna ambayo unaweza kwenda mbele za Mungu, unamwambia matatizo yako kwamba napitia ABCD, anajua. Usiende ukamwambia unachokipitia, nenda kamwambie unachokihitaji. Ndio maana ya maombi. Ukienda kumwambia unachokipitia ni kama unamzodoa, unamlalamikia. Unataka nikufanyie nini? Yesu akamuuliza Bartimayo kipofu. Kwa namna ya kuomba tuione kwamba ni namna ambayo ni Mungu anatamani sana kutusikia, anatamani kutusikia sisi watoto wake. Kwa katika agano hili ni agano ambalo Mungu amefanya mambo kuwa ni mepesi sana. Amefanya mambo kuwa ni mepesi sana, kwamba sisi tunaomwamini Yesu Kristo, kwamba katika Kristo tunapokea. Yaani ni rahisi kwenda mbele zake na sio lazima tufunge safari kwenda Yerusalemu. Tufunge safari si kwenda kwa mtumishi fulani. Kuna siku moja nishaenda sehemu moja, iliniumiza, nilisikitika tu ndani, kwamba pale imekuwa kama clinic yani. Yaani watu wamepangana, kuna benchi kabisa, watu wamekaa pale, wa mama wamepanga kabisa foleni, wanaingia kwa mtumishi. Kiingia kwa mtumishi huko unasikia kelele, anaombewa akitoka ametoka na chupa chake cha mafuta, huyu anaondoka, anaingia mwingine, ingia mwingine. Yaani kama clinic. Nikasema kwa kweli hii kitu iliniuma kabisa. Anaingia mmoja mmoja. Alipomaliza basi mtumishi naye akatoka pale. Nakumbuka alikuwa kuna jambo fulani tulifanya. Akatoka pale, yani sauti kama imemkauka. Bana, kaambia tupo bana. Tunafanya jambo. Bana, mambo ya huduma ya. Akasema tayari kweli. Tayari nini? Hao wamemfanya yule kama ni kuhani wao mkuu. Kwa ninazungumza mambo haya kwa sababu ni uhalisia. Hata tuangalie kwa kina kidogo, tunasogea mbele leo. Jamani, msitizo wa somo hili ni kuhusiana na sisi kusimama wenyewe kuomba, lakini pia kuombea ambao wanatuzunguka, ndugu zako, rafiki zako. Kuna watu inawezekana wewe kwenye familia yako unaona kabisa hawa jamaa, hawa rafiki zangu, hawa ndugu zangu, hawa kaka zangu, hawa dada zangu, mbona hivi? Ushai kuombea?
Ushawahi kuomba kwa ajili yao? Bana mimi bana sijui kuomba. Labda nipeleke picha yake kwa mtumishi fulani. Umekuta mtu anabeba picha ya kaka yake, ndugu yake, anaipeleka kwa kuhani. Anaipeleka kwa mtumishi fulani. Hivi kweli wewe unashindwa kumwombea? Unashindwa kumwombea mpaka ubebe picha, upande magari, unaenda kupanga foleni kumuona mtumishi fulani. Na wengine wanafanya sana, take it advantage. Ukienda pale kumuona private kabisa, yani ile wakwambia kumuona mtumishi kwa appointment, you have to pay, unatakiwa ulipe. Haya mambo yapo, na nazungumza sio kama ni hadithi, kwamba ukitaka kuona naye uso kwa uso, wewe ni wewe mwenye kuongea naye kabisa ile. Kwa nini? Kuna appointment unaenda kwa keshia. Sasa tukishaenda huko ni hatari. Lakini nataka ni watoe hofu kwamba Mungu sio kama atusikii katika namna yetu hii, na tunazungumza katika toni yetu hii, yani hivi tunavyosema hivi, kama tunavyoongea bana, sema tu lazima tu uenende sawa sawa na ahadi zake, tusemezane. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamo kuhusu maombi kiroho. Mtazamo kuhusu maombi, kwa sababu maombi unaweza kumuomba mtu mwanadamu kabisa, kwamba ninaweza nikaja kwa mtu nikamuomba, bana naomba nisaidie jambo fulani, naomba nisaidie hiki. Nao pia ni maombi. Lakini kuna maombi pia kiroho, kwamba unapoenda kuomba katika ulimwengu wa roho kuna tafsiri yake. Japokuwa yote ni kuomba, yote ni kusihi, kuhitaji msaada. Sasa tuangalie maombi ni nini kiroho. Ni kusihi ulimwengu wa roho kuingilia kati kwa kuupa uhalali au ruhusa ya kutenda au kuwezesha jambo linaloombwa katika ulimwengu wa mwili. Kwamba ninapoenda katika ulimwengu wa roho ambao uona kwamba ni msaada. Kwa sababu niseme hivi, maombi sio kwamba sisi tunapomuomba Mungu wengine hawaombe. Nilizungumza hiyo katika session ya kwanza, kwamba sisi tunamuomba Mungu ambaye tunamwamini. Tunamuomba Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na tunapoenda mbele zake sio kwamba wengine hawaendi kuomba. Wengine nao wanaenda kwenye ulimwengu wa roho kuomba kwa ambao wanatumainia. Kwa katika ulimwengu wa roho tunaposi kuingilia kati, kwa sababu nilisema hivi katika wiki ya kwanza kwamba ulimwengu wa roho hauna uhalali wa kuinterfere ile sovereignty, yani au ile freedom ya mwanadamu, kuinterfere, kuingilia kati ule uhalali, uhuru aliopewa mwanadamu katika kufanya maamuzi katika ulimwengu huu pasipo mwanadamu kuruhusu. Kwa ulimwengu wa roho ili uingilie kati, ulimwengu wa roho ili ufanye kitu na mwanadamu, lazima mwanadamu huyo aruhusu. Na anaruhusu vipi? Anaomba. Lazima kuwe na uhalali, pate bana nimeomba. Limeombwa jambo hili. Lakini pia sio hivyo tu. Kuna pia kuamini. Kwamba mtu mwingine anaweza akasikia neno fulani, alafu ile neno akiamini ile neno, ulimwengu wa roho ambao umeachilia ile neno unapata uhalali kwake. Na ndio maana imani ndio inamfanya Mungu aweze kutenda kazi ndani yako. Kwa hiyo kuna kuomba kwa imani, lakini pia kuna neno linaweza likaachiliwa likazagaa huko, alafu ukaliamini, unakuta hata maroho mengine yanakuingia. Kwa nini? Kwa sababu ulisikia neno fulani ukaliamini. Ndio maana Ibilisi anapotenda kazi anaachilia information ambazo hizo information zinaingia katika maisha ya watu. Alafu zinapoingia katika maisha ya watu wakiamini kwamba ndio iko hivyo, anapata kwamba akija akiangalia anaona mlango uko wazi. Kwa hiyo unachokisikia kinaweza kukatoa uhalali, lakini pia kuomba. Tunapoomba, kwa maombi ni taarifa. Actually kusema maombi, it's all about information. Ni taarifa kwamba ninapoenda mbele za Mungu ninasema maneno, namwambia Mungu ninahitaji unisaidie hiki, ninahitaji msaada huu. Ni taarifa inayowasilishwa. Maombi ni taarifa inayowasilishwa. Lakini pia kingine ambacho nataka niseme hiki ambacho kiuhalisia kimewafanya watu wengi maombi sio silaha. Maombi sio silaha, ila maombi ni njia ya kutumia silaha. Maombi sio silaha, ila maombi ni njia au ni namna ya kutumia silaha. Waefeso 6:10 kuanzia 10
kwenye hii kitu, angalia silaha za Mungu sasa ambazo Mungu anazisema. Akuzungumza maombi, ila maombi ni namna. 6 kuanzia mstari wa 10 anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza na nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi na pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Anasema kwa hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Mkisha kuatimiza yote na kusimama, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni mwenu, na kuvaa diria haki kifuani, na kufungiwa miguu ya utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu. Ukisoma katika hii mistari ambayo aliandika Paulo kwa Waefeso, alikuwa anazungumzia kwa habari ya silaha. Alafu mwisho wa siku akasema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu. Silaha ambazo zimezungumziwa hapa, upanga wa Roho, neno la Mungu. Unapoomba unatumia neno la Mungu. Ukiomba kwa imani, imani ni kitu gani? Ngao. Kwa hiyo unapoingia kwenye maombi na neno, unapoingia kwenye maombi na nasema na nini na ngao ya imani, lakini na neno la Mungu, lakini pia wewe tayari una chepeo ya wokovu, una utayari. Sasa hivyo vitu vyote unavitumia kwa njia gani? Kwa njia ya maombi. Kwa maombi ni namna ya kupigana katika vita vya kiroho. Kwamba vita vya kiroho unaweza ukapigana kwa njia mbili. Tutakuja kuona. Njia ya kwanza ni kuomba. Sala, sema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho. Kwa hiyo kule kusali kwa kutumia imani, kwa kutumia neno la Mungu, kwa sababu umeamini, wewe tayari una wokovu. Lakini kwa kusimamia katika haki, diria haki, maana kwamba ni kutumia zile silaha za Mungu. Lakini pia kingine, vita vya kiroho vinapiganwa kwa njia ya kulitenda au kuliishi neno la Mungu. Kwamba kuna kuomba. Kuomba ni kusema. Unaposema neno la Mungu, unapolisema neno la Mungu, unapoizungumza imani yako, hiyo ni namna ya kupigana vita vya kiroho. Kwa sababu iko hivi, umeokolewa sawa, lakini usipopigana vita vya kiroho unaweza ukaonewa. Kwa hiyo nje ya kuomba, kwamba kuomba ni kulisema neno la Mungu, unasema ahadi yake, unamkumbusha Mungu, unamwambia Mungu ulisema hivi, unamwambia Mungu ulisema hivi, nahitaji hiki. Unapata uwezesho kwa sababu nini? Nimesema. Ni njia ya kupigana vita vya kiroho. Lakini pia wakati mwingine tunatoa amri kwa nguvu za giza. Tunatoa amri kwa pepo na nguvu za giza. Tunatoa amri kwa mapepo, kwamba kwa jina la Yesu ninakuamuru mwachie mtu huyu. Kwa ile mamlaka ni kwa njia ya kutamka kwa kuomba. Kwa hiyo unalisema neno la Mungu. Lakini pia njia nyingine ni kuliishi au kulitenda neno. Unajua usipoomba na usipoliishi neno, ni rahisi kuonewa. Umeokolewa sawa, wewe ni mwana wa Mungu, lakini unaweza ukaonewa. Kwa njia ya kupigana vita vya kiroho, maombi ni njia, sio silaha. Maombi ni njia. Kwa hiyo usije kusema jamani, unaweza ukawa unaomba alafu ukawa unaomba vitu ambavyo havipo kabisa. Au unaomba auombe kwa imani, unaomba hauna, yaani huko ndani hakuna imani, maana hakuna silaha. Hakuna imani, hakuna neno la Mungu, unapayuka. Biblia inasema unapayuka. Utakuja kuona kupayuka. Kwa hiyo tuelewe kabisa kwamba maombi sio silaha, ila maombi ndani ya maombi ni kutumia silaha ambazo Mungu amekupa. Unaomba kwa imani, unaomba kwa neno. Lazima uwe umeokolewa. Lazima tubadilishe hiyo mitazamo
Kwamba usije ukasema kwamba kwamba hii ndio silaha yangu maombi. Sawa, inaweza kaeleweka katika namna ya, lakini natamani tuwe perfect katika ufahamu kwamba tuweze kuelewa kile ambacho tunakizungumzia kwa habari ya. Sasa tunapozungumzia maombi yanaweza kawa ni dua, yanaweza kawa ni sala, au yanaweza kawa shukrani. Kwamba sema dua, sala na maombezi na shukrani zifanyike. Alizungumza hilo Paulo. Dua, sala na maombezi na shukrani ni category tu ya prayer. Kwamba katika prayer unaweza ukawa ni dua, inaweza ikawa ni sala, inaweza ikawa ni maombezi. Sasa nataka tuangalie moja kwa kina kwamba dua ni nini. Kwa sababu watu wengi sana waamini ukisema jamani nitaomba dua, yani wasema jamaa huyu asha silimisha, ni kwamba ashaanza kuomba dua. Sema dua la kuku alimpate mwewe. Yaani neno dua tulitumia sana, lakini Biblia imezungumza kwa habari ya dua. Lakini sio mara zote tunaomba dua, kwa sababu dua ni maombi fulani ambayo tutakuja kuyaona kwa kina kwamba sio ya kuombwa mara kwa mara, kwa sababu inahitaji ufahamu wa kina maombi ya dua. Na katika hili tuliona kwamba dua ni nini? Dua ni nini? Tuliangalia kwa siku ya kwanza, tuliangalia kwa ufupi, lakini dua ni nini? Katika namna ya kuomba, dua ni nini? Kwa mtu anasema anaomba dua. Kwenye Kiingereza amesema ni specific request. Kisoma kwenye Kiingereza sehemu ambazo imeandikwa dua, sala na maombezi zifanyike kwa ajili ya watu wote. Specific request. Kwamba ni ombi mahususi. Ni ombi ambalo linalenga moja kwa moja kitu ambacho unakilenga. Kwa mfano, nikija kwako labda na budget ya milioni 1. Nikamwambia nahitaji milioni 1 kwa sababu ya kutumia kwenye jambo hili. Hiyo katika namna ya tafsiri inaenda maana ya dua. Kwa nini? Kwa sababu ninachokiomba ninakijua, kwa maana kinapokwenda kutumika, lakini hadi details, hadi figure kwamba ninahitaji milioni 1. Hiyo ni dua. Ninahitaji hiki. Kwa hiyo pale ambapo unajua unachokihitaji kwa uhakika, kiwango, aina, labda na majira yake, kwamba ni majira sahihi na ninahitaji kitu hiki, ninahitaji jambo hili, nataka pale. Ukienda kwa jambo hilo tena ukiliomba mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, hiyo ni dua. Unapeleka dua kwamba ninajua hiki ninachokihitaji ni hiki, specific request. Na ndivyo ambavyo ilivyo kwamba unaomba dua, ni maana kwamba unajua kile ambacho unakihitaji. Mungu, ninahitaji kitu hiki, ninahitaji jambo hili. Hiyo ni dua. Naomba hekima, nipatie hekima ili niweze kufanya jambo hili. Nipe hekima ya kutatua jambo hili. Nipe hekima ya kuweza kuwaongoza watu hawa. Nipe hekima ya kuweza kusimama na katika hili. Nipe hekima ya. Hiyo ni dua. Kwamba najua nataka hekima hii kwa ajili ya. Ukimwangalia Suleiman aliomba hekima ili aweze kuwaamua wana wa Israeli. Aliomba hekima aweze kuwaamua wana wa Israeli. Na niseme hivi, hekima, jinsi hekima ilivyo. Hekima ni pana mno kiasi kwamba ukiwa una hekima sio kwamba kila sehemu utakuwa na hekima. Unaweza kuwa na hekima kwenye engo fulani. Hekima hiyo unayo kwenye engo fulani. Kwa nini? Kwa sababu nimekaa na watu wenye hekima kwenye hiyo. Kwa mfano, Suleiman alikuwa na hekima sana katika uongozi. Lakini kwenye familia, kwenye mambo ya familia, alivurunda mno na wakamvuruga wanawake. Alikuwa na wanawake wengi. Japokuwa alikuwa na hekima mno. Kuna mtu anaweza kumkuta ofisini yuko very smart, yuko vizuri kweli kweli, ofisini anafanya maamuzi ya hekima, lakini kuko kwingine. Mwingine unaweza kukuta kanisani ana hekima kanisani inaojidhihirisha, lakini akienda ofisini hamna hekima kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimesema hivyo kwa sababu dua ni kitu ambacho kinaombwa specifically. Yakobo 1:5 anasema, lakini mtu kwenu akiwa amepungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapae wote kwa ukarimu, wala akemei, naye atapewa. Unajua kabisa hapa ni kilichopungua ni hekima.
unaenda ni hekima. Wala usiweke mambo mengi, usiweke maneno mengi kwamba bana nahitaji hiki, nahitaji yaani ukaweka mambo mengi, hii hekima. Na nasema pia kile dua mara nyingi hasa inaombaga wakati gani? Wakati wa dharura. Unajua wakati wa dharura, wakati ambapo unajua nakihitaji kitu hiki kwa uharaka. Hapa nahitaji hiki ada kwa uharaka. Nahitaji hii jambo hili kwa uharaka. Yaani usiende ukaweka mambo mengi. Yaani it's an emergency prayer. Kama ninajua hapa kinachohitajika hapa ni hichi. Tukikikosa hiki kuna mambo mengi yataharibika. Unaenda specifically. Kwa wakati wa dharura dua. Yaani mara nyingi dua inakuja wakati wa dharura. Na dua sio ya kuweka mbwembwe. Mungu uliyetukuka, uliyesimama mahali pa juu walipo ni, yaani kwamba unaweka mambo mengi, yaani dua inaombwa pale ambapo kwa kweli hapa ninahitaji hekima. Unajua unaweza ukabananishwa pap. Hivi wewe hapa vipi hapa? Sasa hapo unahitaji hekima. Mungu nipe hekima. Yaani nipe hekima. Yaani sio kama uanze tena baba, najua mimi mwanao nione hapa nimeokoka sio ujitukuze. Mungu nipe hekima mahali hapa. Mungu niwezeshe hiki mahali hapa. Hiyo ni dua. Na ni ya muhimu, lazima tuelewe kuna wakati mwingine you have to pray this specific request. Unatakiwa uombe hii kitu. Uende na jambo la wakati wa dharura, yaani haina kuweka mambo mengi. Kwamba bana labda kwenye kikao umekosa hekima fulani. Au kuna kitu fulani unakihitaji, alafu unaona kabisa hapo mambo yanaweza yakavurugika, yakaharibika. Yaani ukienda mbele za Mungu unaanza, Baba nipatie hiki. Nipatie hiki. Niwezeshe hapa niwezeshe jambo hili. Hiyo ni dua. Mara nyingi kwenye emergency situation. Warumi 10:1. Sema ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu nimwombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Alikuwa anawazungumza hapa Wayahudi. Paulo alikuwa asema ni dua yangu nimwombayo Mungu ili waokolewe. Yaani yeye specific request kwamba waokolewe. Haina mambo mengi, ni dua yangu kwamba unajua unaweza kumsikiliza mtu. Unajua Paulo alishindana sana na watu wa Wayahudi, alishindana nao sana. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanampinga kila ambacho anakifanya. Lakini wakati mwingine alikuwa akimpinga, ndani mwake asikia Mungu waokoe watu hawa. Hiyo dua. Mungu waokoe watu hawa. Mungu muokoe mtu huyu. Nasema dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Kwa hiyo kuna wakati unaweza kumuomba Mungu, Mungu Baba muokoe mtu huyu. Yaani hiyo haina mbwembwe, haina mambo mengi, dua, umepeleka dua. Luka 1:19, Zakaria aliingia kwa nini? Aliingia kule kwenye patakatifu. Tunaona kuna malaika akamtokea. Sema Luka 1:19. Zakaria alikuwa ni kuhani ambaye ndio baba yake Yohana Mbatizaji. Sasa yule Zakaria alikuwa na mke wake alikuwa anaitwa Elizabeth. Walikaa miaka mingi hawajapata mtoto. Mpaka umri kabisa unaenda, sema umri wa uzee kabisa, ni ngumu kupata mtoto. Siku hiyo amekuwa zamu kwenda kwenye hekaluni kwenda kuhudumu. Malaika anamtokea anamwambia, lakini yule malaika akamwambia usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa na mkeo Elizabeth atakuzalia mtoto mwanaume na jina lake utamuita Yohana. Usiogope maana dua yako imesikiwa. Ila maana huyu jamaa alikuwa kuhani, alikuwa anamwambia Mungu mtoto. Mungu nahitaji mtoto. Kwa sababu Elizabeth alikuwa tasa. Kwa alikuwa kila akiwaza Mungu mtoto. Mungu mtoto. Yaani hiyo haihitaji mambo mengi. Yaani haihitaji kwamba unajua baba ukajitukuze. Mimi si Mungu mtoto. Mungu nahitaji mtoto. Mungu kweli nitakaa hivi nahitaji mtoto. Akamwambia dua yako imesikiwa. Mkeo Elizabeth atakuzalia. Kwa hiyo ni specific request moja kwa moja. Na kingine pia nikisoma hapa nitakaa sana, lakini kiuhalisia pia mtu ambaye pia aliomba dua, nataka nitoe mfano wa yule Zakaria kipofu. Zakaria kipofu
alipiga kelele wakati Yesu anapita, mwana wa Daudi ni rehemu, mwana wa Daudi ni rehemu. Yesu akamwambia, unataka nikufanyie nini? Akasema, nataka nipate kuona tena. Yaani specifically moja kwa moja, nataka nipate kuona tena. Hiyo ni dua, ilikuwa ni dua yake. Yaani kwenye emergency peleka dua. Peleka dua. Bwana Yesu asifiwe. Na usifikirie kwamba lazima uweke maneno mengi urembe. Mungu, nahitaji jambo hili. Nahitaji hiki. Hapa nitaaibika Mungu. Nahitaji hiki. Naomba nisaidie kwenye hiki. Na tuangalie maombi ya sala. Sala ni nini? Kimwambia mtu mwingine sala hapa, anaanza kufikiria kuna baadhi ya wengine ukuta mkusanyiko wengine wao ni sala muda wanaanza kufikiria sala za kwenye vitabu zile. Sala ni nini? Sala ni kitu gani? Lakini sala, tunaposema sala ni maombi ya kuhitaji msaada wa Mungu kwa ujumla. Msaada wa ujumla ambao unasababisha kusudi la Mungu kutekelezwa au kutukuzwa mahali, kwa mabadiliko yanayoonekana katika maisha ya watu au maisha ya watu wengine au maisha ya mtu binafsi. Kwamba ninapoomba Mungu, naomba mapenzi yako yatimizwe katika huduma au katika kazi. Naomba shauri la Mungu litimizwe. Ni maombi ambayo yanahitaji msaada wa ujumla. Nikisema msaada wa ujumla ni nini? Kwamba kuna coordination. Kwamba ili Mungu akusaidie, anahitaji pengine akufanikishe hili na hili na hili na hili. Yaani kuna series hapo, kuna mambo ya kubalance ili kusudi lake kwa sababu unajua iko hivi. Kuna wakati ili Mungu akupe msaada, inahitaji ya balance mambo mengi. A balance pengine mambo ya kiuchumi, a balance ratiba yako, a balance. Kwa hiyo sala ni maombi ambayo unaenda mbele zake kwa ajili ya kusudi la Mungu kutimilizwa katika maisha yako, maisha ya wengine. Na Yesu alishafundisha namna ya kusali. Na nataka nikae hapo kidogo kwenye kitabu cha Mathayo 6 kuanzia mstari wa 5. Alifundisha namna ya sala. Akasema, tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Amin, nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, kisha funga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aunaye sirini atakujazi. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke kama mataifa, maana hao udhani kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Bali msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla hamjamuomba. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu, na usitie majaribuni, utuokoe na yule mwovu, kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Alikuwa anafundisha namna ya kusali hapa. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo nataka niweke msisitizo. Akasema msiwe kama wanafiki. Msiwe kama wanafiki mnaposali, msiwe kama wanafiki. Wanafiki wanakuaje? Wanafanya kwa show off. Wanafanya kwa maonesho. Anasema maana wao hupenda kusali wamesimama katika masinagogi ili waonekane na watu. Unaenda kusali, wewe unasali, alafu unasali ili uonekane. Yaani ile kwamba ili watu wanione. Unajua kuna watu siku hizi naona kuna baadhi ya wengine wakisali ili ukimwona tu unajua huyu mtu wa sala. Kwa nini? Kwa sababu kuna viashiria. Kuna viashiria. Sasa yani kuwa mtu wa sala ni kitu cha binafsi. Sala ni kitu binafsi. Yaani kama unasali ili uonekane, tayari wewe ni mnafiki. Ni mnafiki. Kwamba unafanya jambo hili ili watu wakuone kwamba wewe aidha unajua sana au wewe unaomba. Unajua kuna watu wanatamani waonekane kwamba wao ni waombaji. Unaomba ili uonekane wewe ni muombaji. Ukishakuwa hivyo, Biblia imesema mnafiki. Na hata ukisema unasali, iko unachokisema ni sala, hakikubaliki. Hakiwezi kupokelewa, hakiwezi kusikilizwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu akikuelewa mnafiki. Yaani
moyo wako badala ya kuniomba mimi, unataka pia upate credit kwa wengine. Ndio maana akasema wamekwisha kupata thawabu yao. Thawabu ni nini? Thawabu ni sifa. Akisema thawabu ni sifa fulani ambazo zinajidhihirisha kwamba tunaposema thawabu ni sifa ambazo zinajidhihirisha kwa wengine kuzisema, kuzidhihirisha. Kwa maana kwamba nasema hivi, unapofanya jambo jema, kuna thawabu unaweza ukaipata kwa hilo jambo jema. Kwamba inawezekana watu wakakuheshimu, inawezekana watu wakakupa nafasi fulani. Kwa nini? Kwa sababu wewe umefanya jambo fulani. Sasa kile ambacho unakifanya kwa sababu ya kile ulichokifanya hapo awali, ile ni thawabu. Sasa ukienda kuomba ili uonekane mbele za watu ili watu waseme yule jamaa kweli anaomba kweli. Tayari yani hiyo ndio kitu ambacho yaani Mungu hawezi akakupa kile unachokiomba na watu pia wakakupa heshima kwa sababu ya sala. Tayari umeshapata thawabu yako kwa wanadamu. Kwa sababu watu wamesha kusema wewe jamaa anaomba kweli. Kwa hiyo ile heshima au ile watu kusema kwamba huyu jamaa anaomba kweli, tayari hiyo ndo majibu yako. Yaani wewe si ulikaa mbele za watu ili kwamba watu wakuone jamaa anajua kuomba. Kwa hiyo kwamba watu wamesema kwamba jamaa anajua kuomba, tayari hiyo ndo majibu yako. Kwa Mungu hawezi akakujibu. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeshapata wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani. Na ukisha kufunga mlango, usali mbele za Baba yako aliye sirini. Sasa hiki chumba cha siri, chumba cha ndani. Watu wengi wanajiuliza kwamba lazima uingie ndani ufunge mlango. Uingie kwenye chumba chako ufunge mlango. Sio lazima iwe ni chumba chako kwamba geographical. Yaani maana kwamba nini? Lazima uwe na privacy. Uwe na ile ufanye hili jambo ni la kwangu mimi mwenyewe, alimuhusiani mtu. Unajua chumba chako cha sirini sio lazima iwe kwamba ni nyumba mliopanga au hapo lazima ukafunge milango. Yaani lazima yaani fikra zako, akili zako na kila kitu kijue kwamba hiki ni kitu cha kwangu. This is my business. Hii ni shughuli yangu mimi na Mungu. Haihusiani na mtu mwingine. Lakini ukishaweka kwamba una attention na watu wengine, tayari wewe sio chumba cha sirini, uko wazi. Anasema Baba yenu aliye sirini. Baba yuko sirini. Baba yuko katika ulimwengu wa roho ambao hatuwezi kuona. Na mnanyi msipayuke. Kupayuka ni nini? Hapo wapendwa ndo tunapiuga mawe. Unaona jamaa wanapayuka wale. Wapendwa hapo wasema wa Pentecost. Mnapigwa mawe. Wale wanapayuka wanalia. Miaka ya nyuma wakati Pentecost ndio unashamiri katika taifa letu, wasema wale wakulialia wale walokole. Unajua walokole sio jina ambalo limetoka ndani ya kanisa. Ni jina ambalo watu wa mataifa ndio wale wanasema wameokoka, wale walokole wanaolialia. Walikuwa wanapiga kelele. Yaani sasa watu wengi wanasema jamaa wanapayuka. Lazima hizo sala gani zinaweza kupayuka. Sasa kupayuka ni nini? Hapa kupayuka hapa ni nini? Ukitaka kuelewa maana ya kupayuka ni nini? Angalia alichomaanisha. Anasema msipayuke kama watu wa mataifa, maana hudhani kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Ina maana ukitaka kujua maana ya kupayuka, uangalie maana ambayo aliizungumza. Kwamba hudhani kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Maneno yao. Sasa kwenye kusali ukitumia maneno yako, sio kuzungumza zile ahadi za Mungu. Sababu unajua ukienda mbele za Mungu unamkumbusha kile ambacho amekisema. Kwamba ninaenda mbele zake ninamkumbusha, njooni tusemezane mpate kupewa haki yenu. Haki yako unapewa kwa sababu umesema haki yangu ni hii. Na unajuaje haki yako? Kwa sababu ni Mungu aliisema. Kwa hiyo nikijua kile ambacho nastahili kukipata, nikamkumbusha Mungu, ndio kusemezana kwenyewe, ndio kuomba kwenyewe. Lakini nikienda kuleta maneno yangu mengi, Baba unajua mimi nimechoka sana,
nimechoka kweli kutembea, nimechoka kweli kunini, nimechoka kweli kufanya. Kwanza unalalamika umo ndani, alafu umo ndani unazungumza maneno yako, wala hauzungumzi kwa kuelewa kwamba hiki ni Mungu anachoniwazia. Hiyo inakuwa ni kupayuka. Udhani kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao. Ukienda mbele za Mungu usiende kwa maneno yako, nenda kwa ahadi zake, kile ambacho amekiahidi. Kile ambacho amekiahidi ndio. Ukienda kwa maneno yako ni sawa sawa na leo, labda tuseme ukienda mahakamani uende kuzungumza pale maneno yako. Mahakamani kwa wanaojua mahakamani ni vifungu vya kisheria pale. Yaani kitakacho kufanya ushinde kesi sio kwa sababu ulilia sana, ulinini sana, unacho sheria zinavyotafsiriwa. Na ndio maana kuna level ya mahakama unatakiwa uweke mwanasheria msomi, kwa sababu yeye ndo atajua kuzungumza vile vifungu vya. Kwa ndivyo ambavyo ilivyo. Tunapoenda mbele za Mungu tunazungumza zile ahadi zake. Tunazungumza zile, sio tunapayuka maneno yetu. Unajua Mungu hapa mjini mambo magumu sana. Sasa lazima Mungu kajitukuze kupitia mimi. Mungu, kwani mambo magumu sasa hiyo imekujaje? Kajitukuze kupitia mimi. Unajua ukifanya kazi hii hapa mjini, ukitenda jambo hili hapa, hakika Mungu utatukuzwa kwa sababu wewe ni Mungu mwenye kuogopewa. Mungu anasema huyu mtu vipi? Mbona analeta kelele hapa? Iko kitu ambacho unakiomba, mimi kuna sehemu nilishakuahidi. Kwa sababu ukienda mbele zake unazungumza zile ahadi zake. Zile ahadi au kile ambacho alikusemesha ndani kabla, ulisikia Roho Mtakatifu anakuambia. Bwana Yesu asifiwe. Sema basi msifanane na hao, maana baba yenu anajua mnayohitaji kabla mjamuomba. Ukienda mbele za Mungu usifikiri kwamba unampa habari mpya. Usifikiri kwamba unapoenda kuomba ndio kwamba unampa Mungu ambacho akijua habari mpya. Ndio maana akasema mnimkumbushe. Kwa nini mnikumbushe? Kwa sababu ninakijua. Yaani unapoenda mbele za Mungu usifikiri kwamba kuna habari mpya unampelekea. Bana, unajua hili ombili nikilitoa pale mbele za baba mwenyewe atasurprise. Hakuna kitu kama hicho. Ukienda mbele zake kwanza uelewe kwamba anajua. Kwa ukienda mtu ambaye anajua unamkumbusha, na ndio the essence ya maana ya kukumbusha. Akaendelea kuchina. Kwa ndio namna ya kusali. Kwa usiombe kwa ajili ya show. Ukiomba ni jambo binafsi. Sala ni jambo binafsi. Usisali kwamba watu wakuone. Ofisini pale, yani ukienda pale ofisini, ofisi ya watu umegeuza ni prayer room, haiwezekani. Ukienda ofisini kwa watu, hata kama unaomba, watu wasije wakaona kwamba kawadisa jamaa ameingia pale kuomba, anaomba. Yani ile nini? Kishakuwa kitu cha maonesho ni hatari. Lakini pia usiweke maneno yako mengi. Kumbushe Mungu ahadi zake. Lakini pia omba kwa baba yako. Ndio maana akasema pale msalipo semeni baba yenu uliye mbinguni. Tulizungumza nawe wiki iliyopita, baba yetu uliye mbinguni. Wewe ile kwamba unaenda mbele za baba yako. Lakini pia msisitizo mkubwa sana kwenye sala ya Yesu ni mapenzi yako yatimizwe duniani kama mbinguni. Tunapoenda mbele za Mungu tuelewe kwamba tunaomba mapenzi yake yatimizwe. Usiende kwenda pale na ajenda zako. Ndio maana nasema watu mnaomba vibaya, ampate kwa sababu muomba vibaya, hebu mtumie kwa tamaa zenu. Ukisha kuwa iko kitu ambacho unakiomba kina msukumo wa kwamba it's all about me. Sio kwa ajili ya wengine, either katika familia au katika kusanyiko au katika hata eneo la kazi. Yaani kile ambacho kitakachopatikana outcome yake sio kwa ajili yangu tu, hata kwa ajili ya wengine. Unajua Mungu yuko moyo wake upo kwa ajili ya ulimwengu, kwa ajili ya wengi. Kwa kama kuna kitu ambacho unaomba ambacho iko kitu kitagusa maisha ya wengine, kwa Mungu nasema ni hoja nzito, ni hoja kamili. Lakini kama it's all about you, ni wewe tu peke yako, iko kitu kinaweza kisiwe na uzito sana. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu yatimizwe hasa ni kitu cha muhimu sana. Lazima tuangalie mapenzi ya Mungu yatimizwe. Tusali wakati gani au tuombe wakati gani? Kwa sababu kusali, kuomba sehemu nyingi sana imezungumzwa kwenye sala, imezungumzwa Wathesalonike wa kwanza 5:17. Ombeni bila kukoma. Simple like that. Ombeni bila kukoma.
Hii kuomba, ombeni bila kukoma ni sala, anazungumzia sala. Sababu sio kila wakati utafanya dua. Ombeni bila kukoma. Na bila kukoma maana yake nini? Mtu ambaye anaomba bila kukoma maana yake nini? Mtu ambaye anaomba bila kukoma sio mtu ambaye kila muda tu anaomba, kila saa anaomba, usiku kucha. Ombeni bila kukoma ni mtu mwenye ratiba. Ukiwa na ratiba ya maombi, maana yake kwamba wewe ni unaomba bila kukoma. Mtu ambaye hana ratiba ya kuomba, huyo mtu anaweza akakoma. Kwa ombeni bila kukoma maana yake ni kwamba ekeni ratiba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunakuja kwenye maombezi, afu tunamalizia hapa. Naona muda umeenda. Maombezi ni kitu gani? Tumesema dua, tumekuja kwenye sala, na tunakuja maombezi. Intercession. Maombezi tunajua wote tunajua, kwa sababu maombezi sasa hivi ndio yamekuwa maarufu kweli. Maombezi yamekuwa ni kitu cha mjini. Ndio sema ndio habari ya mjini, ndio habari ya kanisa. Kuna vituo vya maombezi kibao. Sikia kituo cha maombi na maombezi. Viko vya kutosha. Yaani kanisa limekuwa na sasa sehemu, kuna wakati mwingine mtu jamaa akija hapo sio sehemu pa kujengwa akue amfananie Kristo. Ni hapo ni maombi na maombezi mwanzo mwisho. Lakini lengo la kukutana hasa ni sisi tukue tumfananie Kristo. Imani yetu ikue, tuweze kusimama wenyewe, tuweze kwenda kwa Baba wenyewe. Ukija kama ni kituo cha maombi na maombezi sio mbaya, lakini hiyo kitu Mungu akuanzisha kituo cha maombezi na maombezi. Kituo cha maombi na maombezi. Kwa maombezi ni nini? Maombezi ni kutumia imani yako kwa ajili ya kuombea wengine. Ile mtu anatumia imani yake, alafu imani yake anamuombea mwingine. Kutumia imani yako kumuombea mwingine. Hiyo ni maombezi. Kwa sababu maombezi, ukiona unamfanyia mtu maombezi au mtu anafanywa maombezi, maana yake kwamba imani yake inahitaji msaada. Kwa nikisimama kwa ajili ya kumuombea mwingine kwa kupitia imani yangu, hiyo inaitwa ni maombezi. Luka 5:17. Tuangalie hapa ni kitu fulani ambacho kilifanyika. Sema ikawa siku zile mmoja wapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu. Sema na uweza wa Bwana ulikuwa apate kuponya. Ulikuwa hapo apate kuponya. Na tazama wakaja watu wakamchukua kitandani mwenye kupooza. Wakataa kumpeleka ndani na kumweka mbele yake. Hata walipokosa nafasi ya kumpeleka kwa ajili ya lile kundi, walipanda juu ya dari wakampandisha katika tofali juu, wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya Yesu. Sema naye alipoiona imani yao akawaambia, rafiki, umesamehewa dhambi. Basi wale Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakasema, nani huyu awezaye kusamehe dhambi kwa kukufuru? Inaendelea sema, na Yesu alijua hoja zao, akajibu akawaambia, mnahojiana nini mioyoni mwenu? Ile jepesi ni lipi, kusema amesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka uende? Sema lakini mpate kujua mwana wa Adamu anayo amri ya kusamehe dhambi. Akamwambia yule mwenye kupooza na kuambia, ondoka, ujitwike kitanda chako, kaende zako nyumbani kwako. Mara hiyo akasimama, akajitika kile alichokilalia, akaenda nyumbani kwake. Sema huko akimtukuza Mungu. Nataka ni katika hii habari, hao watu wanaenda mbele za Yesu. Alafu Yesu anasema alipoiangalia imani yao. Aliangalia imani ya nani? Ya wale ambao walimpeleka. Yaani wale ambao walimpeleka ndio imani ya wale waliompeleka ndio ilimfanya yule jamaa mwenye kupooza aponywe. Yeye alikuwa amejielezea kwenye kitanda, wala hajui kinachoendelea ulimwenguni. Kwa hiyo kuna wakati mtu anaweza kumkuta mtu, yani yule hata hana habari kwamba kuna uponyaji, hana habari kwamba kuna kuweza kubadilishwa, hana habari kwamba naweza nikawa tena nikabadilika aidha mwenendo au nikabadilika mtazamo, ashajikatia zake tamaa. Mtu wa namna hiyo unaweza ukaenda mbele zake kwa imani yako, kwamba Mungu, ninaomba mtu huyu umponye, umwezeshe ajitambue. Kwa hiyo alipoangalia imani aliyoangalia ni ya wale ambao walihangaika kutoboa dari. Watu walihangaika, yani walishughuli kwamba wanaamini ujamaa au ndo waombezi. Au ndio waombezi. Kwa alipoangalia imani ya wale jamaa, akasema hao jamaa wanaamini kiasi kwamba mpaka wamefanya shughuli yote wanaamini huyu jamaa atapona. Hiyo ndio namna ya
ndio namna ya maombezi. Bwana Yesu asifiwe. Na alizungumza sana Paulo, lakini nataka ni kwa kusummarize kwa haraka. Ni wakati gani ambao unaweza kumwombea mtu kwa uharaka? Wakati mtu ambapo hawezi. Kuna wakati mtu ambapo hawezi, amekata tamaa, imani yake imekata tamaa, hawezi, kwa maana aidha ni ya ugonjwa. Unaweza pia ukamwombea mtu kwenu hawezi, na waite na nikikapo nitakaa sana, lakini kwenye kitabu cha nikikapo nitakaa sana, lakini nataka kusema ni kwamba nini? Nataka kusema kwamba kama mtu hawezi, muombe. Kama mtu hawezi, inawezekana yeye amemwamini Yesu Kristo, lakini imani ya kwamba Yesu Kristo anaweza kumponya hana. Lakini kwa sababu wewe unaona kabisa kwamba Mungu anaweza kumponya, muombe. Omba, unaomba. Lakini pia wakati wa upinzani inawezekana ukapata katika hali ya upinzani, pengine unaona mtu anapitia katika hali ya upinzani, amekosa ujasiri, amekosa ile hali ya mwanzo, unaona kwa sababu huyu mtu anaenda kukata tamaa, unamwombea. Na katika hilo pia Paulo aliomba Waefeso wamwombee. Waefeso 6:18, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hili na kudumu katika kuombea watakatifu. Pia kwa ajili yangu mimi nipewe usemi na kufumbua kinywa changu cha ujasiri, ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili. Aliwaambia muombe ili azidi kupewa ujasiri. Najua niseme hivi, Paulo tunaweza tukamwona kama ni jemedari, lakini kuna hali alipitia. Wakati mwingine alikosa alipitia vifungo. Jamaa aliekwa gerezani, alipelekwa hivi. Kwa nini? Kwa sababu ya Injili. Walimshtaki kwa uongo, lakini kuna wakati aliwaambia Waefeso, hebu naomba mniombee nipewe ujasiri ili nihubiri ile siri ya kuombea na kupo. Na kuna eneo fulani unahisi kwamba ile eneo kama nataka kukata tamaa, unaweza kumwambia Mungu, unaweza kumwambia mtu, hebu naomba niombe jambo hili. Unaona kama kuna hii sehemu hii naona kama ninazidiwa. Sababu niseme hivi, umemwamini Yesu Kristo, sawa? Lakini katika safari ya maisha unaweza ukafika sehemu ukaona mbona kama hili jambo ni gumu. Naona sasa hapa kama nakata tamaa. Mtu atakuwa asimame kwa ajili yako. Lakini pia kwa ajili ya watakatifu, ili kazi ya huduma itendeke. Kuomba, hiyo ni kitu ambacho lazima tuombeane sisi kwa sisi. Kwenye swala la kazi ya huduma ni muhimu kuendelea kuombeana sisi kwa sisi. Paulo alizungumza sana kwenye Wathesalonike wa pili 1:11, kwa hiyo tuwaombea ninyi siku zote ili Mungu wetu awahesabu kuwa mmekustahili kuitwa kwenu, akatimiza kila haja ya wema na kila kazi ya imani kwa nguvu. Alikuwa anaomba kwa ajili ya watakatifu, kazi ya huduma itendeke. Maandiko yako mengi sana katika hapo. Kiangalia kuna maandiko kama 5 hapa. Sasa kwa sababu ya muda sitoyasema, lakini kuomba kwa ajili ya kazi ya huduma itendeke. Kuombea watakatifu. Unawezekana mchungaji hawezi kusema jamani hebu naombeni niombee. Unajua ni ngumu sana. Mchungaji au mwinjilisti au mhudumu mtendakazi, jamani hebu naombeni niombee. Yaani hiyo wengi hawasemagi. Lakini tunapokaa tunaombea pia hata hao watendakazi, watakatifu, watumishi wa Mungu. Tuombe kwa ajili yao. Mungu awape ujasiri, awafanikishe. Inawezekana hawasemi, lakini kama unasikia ndani, waombe. Lakini ndio hiyo sasa kwamba somo limejikita kwenye kuomba kwa ajili ya watu wote. Timotheo wa kwanza 2 kuanzia mstari wa kwanza. Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utaua wote na ustahimili. Kuomba kwa ajili ya watu wote. Alafu akasema na wafalme na wenye mamlaka, ili tuishi maisha ya utulivu na amani. Nikazungumza mwanzoni, una jirani yako pale hamna utulivu, jirani yako pengine ana changamoto fulani kukakosa utulivu, au jirani yako pengine ni mtu ambaye ni mkorofi, pale hakuna amani. Kwa nini? Kwa sababu mdomo wake ni mdomo mzito kweli, anaumbea kweli, si ndio? Pengine hana ustaarabu wa kuzungumza.
unaomba kwa ajili yake ili kuwe na utulivu na amani. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unaweza kuwaombea wengine ili tupate utulivu na amani na tuweze kutekeleza kusudi. Unaona pengine labda kuna kiongozi ambao pengine anakuongoza, unaona sasa hapa kwenye hili jambo hili anahitaji msaada, unamuombea. Kuomba kwa ajili ya watu wote ni moja ya assignment ambayo sisi ambao tunamwamini Yesu Kristo tunatakiwa tuifanye. Kwamba sawa tunawahubiria watu, tunawafundishana sisi kwa sisi, lakini hata walio nje we have to pray for them. Shukrani pia damalizia hapa shukrani, kuna hii kitu kinachoitwa shukrani. Shukrani inapelekwaje? Maombi ya shukrani inapelekwaje? Unapeleka shukrani pale ambapo umetambua kwamba Mungu amehusika katika hicho kinachoshukuriwa. Yaani ukitambua kwamba Mungu amehusika katika hili, unapeleka shukrani. Sasa niseme hivi, ni ngumu sana kuweza kumtoa Mungu kwenye kila kitu, kwa sababu hata huo uhai wako ulionao ambao umesababisha hicho ulichonacho ni Mungu amehusika. Kwa kushukuru, shukrani unapeleka kwa kutambua, sio kwa mapokeo. Unajua kuna ile kwamba tumshukuru Mungu. Unamshukuru lakini haujasukumwa ndani yoyote na kutambua kwamba hiki kitu ninachomshukuru, namshukuru kwa ajili ya hiki. Kweli hiki amefanya. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu kushukuru, tuelewe tunatakiwa tushukuru kwa msukumo wa kuelewa. Ni hatari mno mtu kutokuwa na shukrani. Mtu asiye na shukrani mara nyingi ni mtu kiburi. Mtu asiye na shukrani katika tu jamii ya kawaida, mtu asiye na shukrani mara nyingi ni mtu mwenye anasema ni ile self proud, anajiona kwamba mimi ni mtu mkuu. Anajiona kama sina sababu ya kushukuru. Timotheo wa pili 3:2 anasema maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi. Kutokuwa na shukrani ni moja ya jambo ambalo ni la hatari mno. Kwa hiyo ukiona mtu anashukuru, ujue mtu huyo ni mnyenyekevu. Ukiona mtu anasema asante, anashukuru, mtu huyo ana moyo unyenyekevu. Una shukrani ni automatically kwamba wewe ni mtu ambaye usiye na unyenyekevu, wala usiyetambua kwamba uko hapo kwa sababu kuna ambaye amekuwezesha au amekufanikisha. Na tunapomalizia, msisitizo wa somo hili jamani ni nini? Msisitizo wa somo hili kama nilivyosema, msisitizo wa somo hili, we have to be the part of solution. Tunatakiwa tuwe ni sehemu ya utatuzi. Tuwe sehemu ya utatuzi wa changamoto zinazotuzunguka au katika jamii, kuwa nuru. Kwamba tupo katika jamii, tupo katika kusanyiko, tupo katika mazingira yote ambayo Mungu ametuweka. We have to be part of solution. Kwamba sio watu wa malalamiko, sio watu wa kunungunika. Tunadua, tunasala na maombezi. Ukiona kuna jambo pengine ambalo unaona hii jambo halijakaa sawa, hapa pana chuki, zungumza amani. Hapa pamekosa upendo, zungumza upendo. Hapa pana jambo hili, pana mapigano, zungumza amani. Hapa pana utengano, zungumza maneno ya umoja. We have to be the part of solution. Kupitia dua sana na maombezi tunaweza tukawa na mchango katika jamii. Unaomba kwa ajili ya watu wengine, unaomba kwa ajili ya jamii, unaomba kwa ajili ya wale ambao wanakuzunguka. Sio watu wa kulalamika, sio watu wa kunungunika, sio watu wa kulaumu. Tunatakiwa tuwe ni sehemu ya solution katika jamii. Na moja ya sehemu ambayo tunaweza kuwa ni solution, kama hauna nafasi pengine ya kushauri kimaamuzi, hauna nafasi pengine ya kuamua wewe kwa wewe, omba kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya watu ambao wanakuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Basi nimshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili ambalo tumekuwa tumekilisikiliza kwa kipindi cha siku 4 na tumehitimisha hapo, lakini tuelewe kwamba dua sana na maombezi kwa ajili ya watu wote ni mwito wa Mungu katika siku hizi ambazo Mungu amesema na sisi. Tusiwe watu kulalamika, tusiwe watu kunungunika. Tunapoona situations, we have to pray. Tunatakiwa tuombe. Haijalishi kwamba huyu ni mpendwa, huyu sijaokoka, huyu sijui ni nini, ombea. Mwambie Mungu, nakusii msaidie mtu huyu. Nakusii
msaidie mtu huyu. Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako hili. Tunakutukuza, tunakuheshimu kwa sababu umesema nasi. Neno lako hili limeweka madai katika maisha yetu ya kwamba tusiwe ni watu ambao tunaangalia vitu katika namna hasi, katika namna ya kuona kwamba haiviwezekani, bali Mungu tukutegemee wewe, kwa sababu wewe Mungu pia uweze kutenda kwa sababu ya imani zetu, sio kwa sababu ya imani ya wale ambao tunawaombea. Nakusihi Mungu, endelea kututengeneza, endelea kutujenga, kutupa uweza na nguvu, endelea kutuhekimisha, ili Mungu popote tulipo tukapate kuwa ni sehemu ya utatuzi wa changamoto, tukapate kuwa ni nuru, tukapate kuwa ni chumvi. Mungu ukapate kutukuzwa katikati ya mataifa. Kwa utukufu wa jina la Kristo nimeomba. Amen.